Hivi karibuni Watanzania tumeshuhudia kuungua kwa moja ya jengo maarufu hapa Dar es Salaam. Ni kutokea Posta Dar es Salaam. Kwenye kila kikao kuna sadaka ya damu ya kiongozi lazima itoke. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. Taswira ya taifa Tanzania imebebwa na jiji ya Dar es Salaam lenye mjumuiko wa shughuli nyingi za kisiasa, kiuchumi na maendeleo ya kijamii. Kama jiji hili lilivyobeba taswira ya uwakilishi wa nchi hii katika nyanja zote hizi, ndivyo ilivyo kwa watumishi wa Mungu ambao kiroho hapa duniani wanasimama katika uwakilishi wa sauti ya Mungu katika maisha ya kila siku ya mwanadamu. Mungu anapokusudia kutenda jambo lolote huwajulisha watumishi wake. Niombe kabisa, mwaka huu wa 2026 ni mwaka ambao wengi tutakao mkimbilia Bwana atayabadili maisha yetu. Katika shamra za kuuaga mwaka 2025 na kuupokea mwaka mpya wa 2026, kama ilivyo ada, maelfu ya watu kutoka Tanzania na mataifa mbalimbali ulimwenguni walikusanyika katika kanisa la Omega Mbezi Beach chini ya mtu wa Mungu Nabii SS Rolinga, ambaye kutokana na mambo ambayo Mungu anamtumia kuzungumza, mambo yanayotokea katika uhalisia, watu wanajikuta kumbatiza jina la mzee wa matamko ya ukamilisho. Mwaka huu this year ni mwaka wa kufutwa machozi is a year for tears to be wiped na kuinuliwa, and to be lifted up. Ila zaidi, but most of all, kuna kuhamishwa there is been shifted kwa kiroho, spiritually na kimwili. Kwenye mkesha huu wa kuupokea mwaka mpya wa 2026, Mungu alimtumia Nabii Rolinga kuzungumza mambo mengi juu ya Tanzania na dunia kwa ujumla. Haya ni miongoni mwa mambo hayo ambayo hata mwezi Januari haujamalizika tayari yameanza kutokea. Eneo la kwanza ni kwenye masuala ya siasa. Kati ninaomba hizo picha zinatokea, sijawahi kukutana na huyu kiongozi, lakini baada ya kuona hiki niibidi niende kwenye mtandao nitafute, nifuatilie. Niliona jeshi la polisi, askari wanakimbia hivi, they were running. Alafu mbele wakakutana kuna kiongozi amesimama pale. Then I had the metal leader standing there, tall one. Wakati wanataka kuvuka yule kiongozi, akamwambia mmeshavuka sana, leo hamtavuka. You won't be able to cross. Mimi ni baba. I am the father. Hamtaenda kokote. You won't go anywhere. Akawa amezuia wale watu. And they blocked those people. Nikasikia tu. Then I heard wizara ya mambo ya ndani ya sasa, the foreign affairs of nowadays, waziri wa wizara ya mambo ya ndani, the minister of the interior affairs, aombewe sana kwa sababu hiyo wizara kila anayeingia akai, everyone that gets in doesn't stay. Na kumekuwa na changamoto kubwa, and there was a great challenge. Wanabadilishwa sana ile wizara, they were being changed so much. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na utenguzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, viongozi walioteuliwa na kutenguliwa ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Patrobas Pasco Katambi ameteuliwa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Kabla ya uteuzi huu, Mheshimiwa Katambi alikuwa naibu waziri wa viwanda na biashara. Anachukua nafasi ya Mheshimiwa Boniface George Simba Chawene ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Kipengele kingine kinachofuata, another sector that follows, ni juu ya nchi yetu ya Tanzania. is about our nation Tanzania. Kwanza, first of all, kitu cha ajabu nimekuwa napambana sana na haya maombi. Thing that I was battling with, lakini nikawa nashangaa, I was amazed, tangu mwezi wa 11 since the month of November, nikawa nashangaa naona chaguzi. I was amazed. I saw elections, nyingi sana, a lot of elections, chaguzi, yani kuna uchaguzi, there are elections, chaguzi nyingi zinaendelea, a lot of elections that go on. Kauliza chaguzi tena 2026, elections in 2026, 2027, 2028. Kuna maeneo kadha wa kadha, I saw various places kunafanyika uchaguzi, there are elections that na are watu done, wanapiga kula, and people were voting. Na nikawa nauliza labda ni uchaguzi wa 2030
2030 kwa sababu baada ya miaka 5 ndio uchaguzi mkuu. Lakini kashangaa sio uchaguzi mkuu, ila ni chaguzi. Maana yake ni nini? Hizi chaguzi, these elections, nikagundua ni kitu kibaya ambacho kitaweza kutokea baada au ndani ya huu mwaka. Within this year, baadhi ya maeneo, in some places, kuna viongozi walishachaguliwa, there are leaders that are elected, lakini kuna mambo yatatokea, accidents, chaguzi zitafanyika upya, and the elections will be re-elected. Kwa hizi chaguzi nyingi, now a lot of elections, maana yake kutakuwa na viongozi it wengi means there'll be a lot of ambao wataondoka that will leave, na maeneo yao yatafanyika uchaguzi, and their places will have elections. Ndio tafsiri yake. That is the interpretation. Nitakuja kuendelea mbele, lakini kila kikao kinachokaa, every meeting that is settled, kwa habari ya watu wanaowakilisha wananchi kwenye bunge, kwenye kila kikao kuna sadaka ya damu ya kiongozi of the leader, lazima itoke. It must be given. Kila kikao, every session, unakuwa kuna watu wanaondoka. There are people that will leave. Kwa hiyo kama ni watu wanaoenda kwa wawakilishi wa wananchi, wanatakiwa kujiombea sana, hasa wanapokuwa kwenye vikao vyao vya bunge. Kuna maendeleo ya reli. There is development of the railway. Inajengwa Dodoma, that is built in Dodoma. Na reli ya kati. Roho Mtakatifu ananiambia tuombee sana. The Holy Spirit tells me to pray so much for this institution, or this matter of the railway. TRC. Nini shirika la reli. The rail institution, because I saw a group kwenye ulimwengu wa roho, in the spiritual realm, na ile kundi lilikuwa lina nguvu sana, and it was very powerful. Ilo kundi, that group, lilikuwa linaangalia kwa habari ya manufaa yao wanayopata, it was looking at the benefit that they will kwa ajili ya hiyo reli, especially for that railway. Nasema tupate chochote, bora hii reli iondoke. It's better this railway should go, kuharibiwa miundombinu za reli, the infrastructures of the railway. Na baadaye niliona lile shirika, and later I saw that corporation ndio linatokomea being taratibu. Slowly. Kwa wale watu wengi tunaoombea hilo shirika, so a lot of people that pray for that corporation, we should pray to God miovu that the evil plans ya kundi dogo of a small group of the nation inayojitafutia maslahi yao, hiyo mipango miovu isifanikiwe kwa jina la Yesu. Mtazamaji wa Haleluya TV, mbali na masuala ya siasa, unabii wa mwaka 2026 uligusia maeneo mbalimbali ikiwemo usalama wa rasilimali za nchi. Tahadhari kubwa ikiwa ni kuteketea kwa baadhi ya majengo maarufu ya umma kwenye miji mikubwa kama vile Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya. Lakini kaona maeneo maarufu ya kibiashara. But I saw popular places of business. Hapa Tanzania, Dar es Salaam, na maeneo mengi maarufu kwenye miji mikubwa. Yakipata shida kubwa sana. They get great problems. Hasa nikaambiwa niongee na niwape. I was told to speak with. Niwape tahadhari watu wenye bima za majengo. Bima za majengo to those with insurance of buildings. So kutakuwa na ajali za majengo kuanguka na mengine moto. And ajali nyingi za moto, so a lot of fire accidents, ambao it will be fire that the source is not known. Nyuma ya huo ajali za moto, because behind that fire accident, kuna vitu vya asilini, there are secret matters ambavyo vitakuwa vinafanyika, that will be done. Lakini kuna majengo mengi marefu kwenye maeneo ya biashara maarufu, in popular places of business, ya kudondoka na wengine watu kufia mle, and other people may die there. And fire accidents. Maeneo maarufu yenye miji mikubwa kama Mwanza, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam. Kwa hiyo lazima tuombe, so we must pray, hivyo vitu vitakavyoleta madhara makubwa kwenye uhai wa watu, great effects in people's lives, viepukike, they should be restrained. Ni kutokea Posta Dar es Salaam, mtaa wa Samora Azikiwe hapa Posta Dar es Salaam. Jengo la NSSF limeweza kuwaka moto hii leo majira ya saa 6 mchana. Na hapa tuko na kamanda wa polisi jeshi la zimamoto nchini wilaya ya Ilala akizungumza kuhusiana moto huu, hasari na vitu vingine. Karibu tusikie mengi kutoka kwake. Hivi karibuni Watanzania tumeshuhudia kuungua kwa moja ya jengo maarufu hapa Dar es Salaam.
Dhamira ya kukuletea makala hii ni kutaka kukuonyesha kuwa Mungu bado anaongea na watu wake na kutoa maonyo hata katika zama hizi, na kama alivyofanya katika zama za kale. Tunaposikia sauti ya maonyo ya Mungu kupitia kinywa cha mtumishi wake, ni vyema tukawa makini kusikia, kutafakari na kuchukua hatua stahiki za kile ambacho Mungu anaagiza tufanye ili tujiepushe na ghadhabu yake. Kama una ndugu yako ni mwanasiasa, yuko kwenye kazi za kisiasa, is a politician, unatakiwa kumwombea sana. You are supposed to pray for them so much. Kutakuwa na mambo magumu sana na mazito kwenye nyanja za kisiasa hapa nchini. Vitu vya ajabu ajabu. Ukiona bahari imetulia juu, jua ina kina kirefu. Kwa hiyo kama ni mwanasiasa unamwamini Mungu, mshike Mungu kwa moyo wako wote, usichanganye pande mbili. Kama una ndugu yako ni mwanasiasa au anajihusisha na siasa, kuanzia ngazi ya shina mpaka ya juu, ninatoa ofa. I'm giving an offer. Mwezi wa pili, tarehe 1 itakuwa Jumapili. Hiyo Jumapili ya mwezi wa pili, Jumapili tarehe 1, yeyote anayejihusisha na siasa natoa ofa. Itakuwa ni Jumapili. Baada ya service, nitakuwa na maombi na wanasiasa nje ya kamera, off camera. Nikishamaliza ibada, niko tayari kuwapeleka nyuma huko ofisini kwangu niwafungue. So from that day, 100 days, there is something kinaweza kutokea. Sasa kama huyu hakuwa vizuri, haijulikani inambeba nani. Mtazamaji, na kusihi usiache kufika kanisa la Omega Mbezi Beach Africana ili kukutana na Mungu atakayebadilisha historia yako. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok. Usoma. Kuna watu walikuwa na akili wanakuwa wa kwanza darasani lakini hawafika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani.